ikampendeza Mungu kudwell katika Kristo katika namna ya mwili. Kwa lugha nyingine, yeye asiyeonekana akaamua kuwa sasa visible katika ulimwengu kwa kuvaa shape ya mwanadamu. Mpaka hapo tunakubaliana? Tunakubaliana kwamba Kristo ni mfano kabisa wa Mungu asiyeonekana. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo kama Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, then tunaweza kudraw conclusion kwamba basi ni Mungu ameamua kuwa ndani ya mwanadamu ili aishi na kuoperate katika ulimwengu. Na kama tunakubali hivyo, sasa tukimwangalia Kristo, Kristo anachokitaka, amekuja kutuletea sisi habari ya kwamba Mungu aliwafanya, na aliwafanya kwa makusudi ili mfananishwe na mimi. Kwa hiyo kile alichokuja kukirestore kwa mwanadamu, alikuja kurestore something that will make you become one with him. Maana ya kuwa mmoja na yeye sio kuwa wa mmoja. Unajua kuna ile kuwa mnaweza kutenganika, si ndio? Lakini kuwa mmoja manake umekuwa mmoja. Ukiwa mmoja manake anayeishi ni huyo mmoja. Na anayeishi kama Kristo anaishi manake wewe unayeishi ni Kristo. Kwa sababu kuwa Kristo sio kuwa wewe alafu kuwepo Kristo. Kuwa Kristo manake ni wewe ubadilishwe uwe Kristo mwenyewe. Manake utimilifu wa Kristo sio baada ya kufa. Kuna kitu nimesema hapo. Yaani utimilifu wa Kristo sio baada ya kufa. Anataka utimilike uwe mmoja sawa sawa na yeye.